Umri wa hawa wazee ni namba, hekima au busara au kitu gani sijui. Mpaka mechi imeahirishwa ni uhuni. Na uhuni ule kila mtu kauona. Hawa wazee vilabu vyetu toka 36, 35 vipo. Kuna mambo ya kimaendeleo yanatakiwa yazungumzwe na hawa wazee lakini hawajawahi kuongea. Watafungiwa au wataenda jela kwa sababu vitu walivyofanya ni vya kihuni. Sikio leo ni siku ya Alhamis. Karibu na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukani, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambako sasa hivi yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, nipo hapa na shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, Shabani Mpira Pesa. Tunaenda kuzungumza mengi kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara, lakini pia na yale ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kutikisa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Misimamo imekuwa ni mingi. Wazee wa Young Africans siku ya jana wametoa na wao msimamo wao. Kwa upande wa mashabiki wa Simba, wenyewe wapo kimya. Nini kinawakalisha kimya? Wanasubiria tarehe rasmi ama maamuzi sahihi ya bodi ya ligi. Shabani ataenda kutuambia. Shabani, habari yako? Habari mzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mzima wewe? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia, boheri wa afya kabisa. Saumu inapanda vizuri, na sio saumu peke yake, na hata unafiki wa watu wengine wanaongea unafiki. Sisi kwa mwezi kama huu tunasema astaghfirullah, Mwenyezi Mungu wasamehe hao watu, kwa sababu wanazungumza vitu wakiwa wanajua wanachokizungumzia sio kitu halali, afu katika mwezi mtukufu na katika kipindi cha mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu alhamdulillah, ndio maana unatuona Ramadhani, lakini unatuona sura zetu zina nuru na baraka. Shabani, baada ya dabi ya Kariakoo kuhailishwa, maneno yamekuwa ni mengi, matamko yamekuwa ni mengi. Siku ya jana tuliweza kuwasikia wazee wa Young Africans kwa upande wa kule Zanzibar wameweza kutoa msimamo wao wakisema wanaungana na timu yao kuto kupeleka timu hata wakishuka daraja. Kwa namna ambavyo sakata hili ambavyo linavyoendelea, kwa upande wa Simba nyinyi mmeonekana kuwa kimya. Wazee wa Yanga umewasikia, na kitu chako ni kipi Shabani? Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, nimekuwa niko mzima, na kipindi ambacho kinatokea mambo ya ajabu baadaye, kama Mwenyezi Mungu atanipa uzee, nitawahadithia wajukuu zangu ambao wanapenda mpira, kwa sababu kuna vitu vya ajabu vinavyojitokeza katika mpira wetu. Hii ni 2025, nitawahadithia kama Mungu atanipa uhai, maana uzee wenyewe nao mtihani. Kwanza nimepokea kwa masikitiko, kwa sababu kuna vitu vya kimsingi vya kimaendeleo vya mpira wetu ambavyo vinahitajika vipigiwe kelele, lakini sio swala lile. Hawa wazee vilabu vyetu toka 36, 35 vipo. Kuna mambo ya kimaendeleo yanatakiwa yazungumzwe na hawa wazee lakini hawajawahi kuongea. Lakini kwenye sehemu ambayo kunatakiwa pointi 3 za magumashi wanajitokeza hawa wazee. Kwanza mimi nasema nimepokea kwa masikitiko makubwa. Na sijui umri wa hawa wazee ni namba, hekima au busara au kitu gani sijui, kwa sababu vitu wanavyovifanya ni kinyume na utaratibu wa mpira wetu wa Tanzania. Yanga ina management yake, TFF wana management yao. Kwenye TFF, rais wa TFF yupo, lakini kuna kamati iliyoamua swala mechi isichezwe. Sio Simba wala sio mtu mwingine, ila ni management ya TFF ikiongozwa na rais wetu wa mpira Tanzania. Kilichofanyika ni kitu sahihi, kwa sababu kilichofanyika mpaka mechi imeahirishwa ni uhuni, na uhuni ule kila mtu kauona. Sasa kama wanataka tuanze kutoa password ambazo ziko nyuma ya carpet, basi tutatoa password. Tukishatoa hizo password, wengi wataisha kwa mazumuni mawili. Watafungiwa au wataenda jela, kwa sababu vitu walivyofanya ni vya kihuni, na aliyetuma hawa watu yupo. Lakini watu, nimemsikia mzee wangu Mguto, kuna wakati lazima hekima itumike. Hekima ile imezunguka kwenye mafungu mengi. Hekima imezunguka katika aliyewatuma wale watu wakafanya zile vurugu. Hekima imetumika kwa kulinda amani ya nchi ya Tanzania, ambayo hata sisi tumezaliwa amani hii tumeikuta.
Hekima imewekwa mbele kwa sababu nchi yetu haijawahi kutokea machafuko ya aina ya baina ya kabila na kabila wala timu na timu. Kila siku tunazungumza kwamba baada ya dini za Waislamu na Wakristo, kinachofuata kilichochukua watu wengi katika nchi hii ni timu za Simba na Yanga. Ndio maana mzee Mguto kasema kuna wakati lazima hekima itumike. 2021 ilitumika hekima. Leo kungekuwa na historia ya nyuma mwiko kushushwa daraja, kwa sababu waligomea mchezo kwa sababu za kizembe na za kipuuzi kabisa. Hawajaja uwanjani, utaratibu wa kimpira ulifuatwa, waamuzi walifika, makamisa walifika, kila mtu alifika kwa ule mchezo. Mwisho wa siku zikahesabiwa dakika, mechi kaisha. Lakini hawakushushwa daraja kwa sababu hekima ilitumika. Ili Simba wajafanya kosa wamelifanya wao, tena wao ni nani? Na kwa kuthibitisha kosa lile wamelifanya, leo wanawatuma wazee ambao mimi siamini kama wale kweli ni wazee. Nchi ya Tanzania ina makabila ya watu wenye hekima na busara sana. Sasa anapotokea mzee akazungumza maneno yale, mimi napata uraki, nina mashaka kidogo. Naonekana nchi sasa hivi haina wazee wenye busara, ambalo hili sipendi nilizungumza kwa sababu wazee wako aina nyingi, lakini kuna wazee wa makundi tofauti. Ila wazee wale waliotumwa kusema wamefeli sana. Wametumwa ama ni msimamo wao, Shabani? Wametumwa. Sio msimamo wao. Kuna vitu vingi vya ajabu vinafanyika kwenye ligi ya Tanzania ambavyo vina maslahi ya nchi. Wamekaa kimya, hawasemi, wanasema hili. Cha kwanza ndio limewagusa. Hawa wazee wanataka alama zao tatu. Hawa wazee umri wao 2021 wazee walikuwa na miaka mingapi? Si walikuwa wazee kama hivi. Hawa walikuwa vijana. Sababu 2021 mpaka leo imepita kama miaka 4 5. Si ndio hivyo? Kipindi kile walikuwa wazee kama hivi. Timu yao imegomea mchezo kutokuja uwanjani kwa sababu rais wa nchi kazungumza kwamba naomba, kapeleka taarifa kwenye wizara ya michezo, naomba mechi isogezwe mbele kwa risali moja kwa sababu nazindua kitabu cha rais mstaafu ambaye rais yule watu walikuwa wanamuita mzee wa ruksa. Kila mtu kwenye uongozi wake kanufaika na kapata raha ya nchi ya Tanzania. Nazindua kitabu cha historia cha rais, ratiba zimeingiliana na mimi rais wenu wa nchi ambaye ndo amiri jeshi mkuu wa nchi ya Tanzania Mama Samia Hassan akaomba, naomba mechi isogezwe mbele risali moja. Wazee hao ambao wanazungumza leo wakiwa na uzee huo, kwa sababu miaka 4 haifanyi mtu anakuwa na mvi. Walikuwa wazee kama hivi, walibariki timu yao isiende uwanjani. Timu ikaenda uwanjani ya Simba, makamisa na waamuzi wakaenda uwanjani na watu wengine wakafika uwanjani, na mimi mwenyewe nashukuru Mwenyezi Mungu ile mechi nilikuwepo, zikahesabiwa dakika, mechi ikaisha. Mwisho wa siku wamekaa kimya wazee ambao leo wanaonekana wanataka pointi 3 za mezani, hawajaongea lolote. Lakini leo timu yao kwa sababu imefika uwanjani na timu nyingine haikufika, tena hamna kamisa, hamna refa, hamna mtu mwingine wa shirikisho yoyote baina ya wao wenyewe na wauni waliowatuma kukaa mlangoni, ndio wamefika uwanja Benjamin Mkapa. Leo wazee hawa kwa masikitiko makubwa wamejitokeza, wanasema wanataka pointi 3, na wamesema wao hawachezi, na wamesema wao nchi ni yao. Lakini wazee hao wamefika mbali. Kuna mzee mmoja naisi anaitwa si mzee Kombo, si mzee nani, kuna voice zake zinatembea sana, anawahamasisha wenzie waende wakakutane, wao wako tayari kumwaga damu, wako tayari kumwaga damu. Haya maneno nazungumza na machozi yananitoka kwa sababu nasikitika. Leo wananchi wa Tanzania hatujawahi kuona damu za Watanzania kwa Watanzania zikimwagika kwa sababu ya kitu chochote. Tumeachiwa amani ya nchi na rais na marais waliotokea nyuma, tukiwa na amani kubwa chini ya uongozi wa chama tawala cha Mapinduzi CCM. Hatujawahi kumwaga damu kwenye nchi hii kwa kitu chochote. Sasa leo anatokea mzee kama huyu aliyezungumza, zile voice ziko kwenye mitandao,
Sijajua na sifundishi serikali kazi yao, lakini yule mzee, naomba jeshi la polisi lichukue hatua kali dhidi ya yule mzee ambaye alizungumza yale maneno, kuhamasisha wenzie waende wakaandamane, ili wakishaandamana wako tayari kumwaga damu, na hawana udugu na mtu yoyote. Hawana udugu na mwenye mpira TFF, hawana udugu na mtu yoyote katika mpira, baina ya wao wenyewe waandamane wakamwage damu kwa hali yoyote, ili waitetee klabu yao ya Yanga. Sasa wazee wangu wa Yanga ambao mna hekima na taazima, baba yangu au babu yangu mzee Mkuchika, nahisi bado yupo, yeye ndo kamanda wa wazee wa klabu wa Yanga. Naomba akae chini na wazee wenzie wanaelewa maana ya urithi tulioachiwa wa amani ya nchi wa Tanzania. Amani maana yake ni nini, ndo anajua mzee Mkuchika hilo, kwa sababu ni kiongozi shupavu na ni mtu ambaye mwenye hekima na busara, na ni mtu ambaye kaipambania nchi ya Tanzania. Sio wazee wengine ambao wakiamka asubuhi wanamtafuta mtu ili mradi aende kuwapa chochote kitu. Hapana, lakini ni mzee ambaye mzee Mkuchika na mheshimu, najua ili amelipokea kwa masikitiko makubwa. Akae chini, akae na hawa wazee, warudi katika mstari ya kuwa wao ni wazee ambao wanahitaji watupe funzo sisi vijana na vijana wengine wa hali ya chini, tulinde amani ya nchi yetu kabla ya kuingia kwenye huo mpira, kwa sababu kama hatuna amani hakuna mpira. Huo ndio ukweli. Leo tumeona Sudani, Al Ahly Mdumani iko nchi nyingine kwa sababu nchi yao haina amani. Leo tumeona El Merreikh hakuna, sawa, kwa sababu amani hakuna. Kwa hiyo naomba mzee Mkuchika, kaa na hawa wazee wenzio, muyajenge, mutafakari vizuri, na uwaambie maana ya amani ya nchi ya Tanzania ni nini. Sisi tunachohitaji ni amani. Mambo ya mpira yanakuja baada ya nchi yetu kuwa na amani.